Baduke Stats, Sport Next Level. Hakika kuna watu wana bahati zao, tena ni bahati ya mtende kuota jangwani. Miongoni mwao ni huyu mwamuzi aitwaye Dahane Beida, raia wa Mauritania ambaye hivi karibuni amekuwa maarufu miongoni mwa Watanzania wanaofuatilia mpira wa miguu baada ya kuachia maumivu. Msimu uliopita aliwaachia maumivu katika mechi ya robo finali ya mabingwa barani Afrika, mechi ya marudiano kule Afrika Kusini kati ya wenyeji Mamelodi Sundowns dhidi ya wananchi Yanga. Ni mechi ambayo Yanga walikuwa kihitaji sare yoyote ya mabao ili waende hatua ya nusu finali ama ushindi wowote, lakini iliisha kwa bila. Yanga wakatolewa kwa mikojo ya penalty. Tukio maarufu likikumbukwa katika mechi hiyo aliyochezesha huyu mwamuzi Dahane Beida ni kwenye dakika ya 58 wakati Stefan Aziz Ki alikuwa Yanga wakati huo, hivi sasa yuko Wydad Casablanca, alipopiga shuti likagonga mtamba panya na kuonekana limevuka mstari wa lango na kustakiwa kuwa bao kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu. Lakini hata hivyo Dahane Beida na wasaidizi wake waliokuwa kwenye chumba cha VAR wala hawakuliruhusu bao hilo. Matokeo yake ikaisha kwa bila na Yanga kutolewa. Ni tukio maarufu lilizua mjadala mkubwa barani Afrika na nje ya Afrika kwa sababu Yanga walinyongwa na mwamuzi huyu Dahane Beida. Mechi hiyo kama Yanga wangeshinda bao hilo moja wangeenda nusu finali. Hata kama Mamelodi Sundowns wangesawazisha ingekuwa 1-1, Yanga wangeenda nusu finali kwa sababu mechi ya kwanza kwa Mkapa iliisha bila. Hiyo haitoshi, Dahane Beida akawa story kubwa mjini, story kubwa Tanzania katika mechi ya tarehe 25. Mechi ya pili ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya RS Berkane. Ni mechi ambayo Simba walitakiwa kushinda walau 2-0 ili kwenda hatua ya matuta kwa sababu mechi ya kwanza kule Morocco Simba walifungwa 2-0 na wana finali wenzao RS Berkane. Ama Simba walitakiwa shinde 3-1 katika dakika 90 ili watoe ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Simba wakatangulia kufunga bao la dakika 17 kupitia kwa Joshua Budo Mutale. Lakini kuna bao lilofungwa na Steven Dese Mukwala, marejeo ya picha za video kupitia chumba cha VAR. Mwamuzi Dahane Beida akalikataa kwa sababu ya kuonekana kwamba mfungaji Dese Mukwala alikuwa offside. Hiyo itoshi, dakika ya 50 alimpa kadi nyekundu Yusuf Kagoma na kuwafanya Simba wacheze wakiwa pungufu kuanzia dakika ya 50 hiyo alipomtoa Kagoma mpaka mwisho wa mchezo. Katika mechi ya fainali waliotakiwa kufunga walau mabao 2-0 ili waende kwenye mikwaju ya penalty ama kupata ushindi wa jumla mabao wa tofauti ya mabao matatu, yani 4-1, 3-2, 5-2 na kadhalika. Lakini pia kuna maamuzi kadhaa kwenye mechi hiyo ya Simba dhidi ya RS Berkane aliyafanya Dahane Beida yaliowachefua mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba na kuona kana kwamba kulikuwa na mchongo fulani hivi. Ndio miongoni mwa lawama walizozipata wale waliosababisha Simba sitoa ubingwa ni pamoja na mwamuzi huyu Dahane Beida. Lakini wakati akitazamwa kwa jicho hasi na mashabiki wa Yanga na Wekundu wa Msimbazi Simba hapa nchini, mwamuzi huyu Dahane Beida nyota yake ingali iking'aa. Hivi karibuni anatarajiwa kwenda kuvuna mamilioni ya fedha kwa sababu yeye ni miongoni mwa marefa 5 tu kutoka barani Afrika walioteuliwa na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA kwenda kuchezesha michuano iliyoboreshwa hivi karibuni ya kombe la dunia la klabu la FIFA itakayoanza Juni 14 na kuhitimishwa Juni 14 mwaka huu na kuhitimishwa Julai 13 mwaka huu wa 2025 kule nchini Marekani. Huyu Dahane Beida amepata nafasi hii kwa sababu kwa vigezo vya FIFA yeye ameonekana kwamba ndio miongoni mwa waamuzi superb, miongoni mwa waamuzi wazuri sana kwa vigezo vyao kujumuishwa katika kundi hili la waamuzi wa kuchezesha michuano hii ya klabu ya dunia ya FIFA. Dahane Beida ni miongoni mwa waamuzi 5. Wenzake wengine ni pamoja na Sai Issa kutoka Senegal, lakini pia yupo Ibrahim Mutaz kutoka Libya, yupo pia Ghobal Mustafa kutoka Algeria, pamoja na mwamuzi maarufu hata hapa nchini aitwa Jacques Ndala kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wao wanaungana na waamuzi wengine 30 wakati kutoka maeneo mbalimbali duniani kufanya jumla ya waamuzi wakati 35 watakaochezesha mechi za michuano hii ya dunia ya FIFA ambayo inahusisha klabu 32. Kwa lugha nyingine kutakuwa na mechi 63. Yes, 63 matches kwa sababu michuano hii ya klabu ya dunia ya FIFA haina mshindi wa 3. Kama kungekuwa na mshindi wa 3 zingekuwa mechi 64. Katika kushiriki kwao huko waamuzi
kama ilivyo maafisa wengine wa FIFA wanatarajiwa kuvuna fedha nyingi kama ifuatavyo. Kwanza, kuna zile gharama za nauli na usafiri kutoka katika wanakotoka mpaka kwenda huko, hizo zote zinabebwa na FIFA, inafahamika. Lakini kubwa, wakiwa kule nchini Marekani watakuwa wakilipwa ile ambayo wafanyakazi wanaifahamu sana, inaitwa per diem. Yes, per diem. Sasa kama viwango vya per diem vitalingana na vile ambavyo FIFA ilikuwa ikilipa katika fainali za kombe la dunia kule nchini Qatar mwaka 2022, maana yake ilikuwa kila siku wahusika waamuzi walikuwa kilipwa dola 700 za Kimarekani. Sasa mbadilishano wa fedha leo hii Benki Kuu ya Tanzania BOT, dola moja tunazungumzia shilingi za Kitanzania 2699 na senti 13. Tukizungumzia dola 700, maana yake hapa tunazungumzia sasa shilingi 1,889,391 kila siku. Haya ni malipo kama per diem kwa ajili ya gharama za malazi na chakula wawapo kule Marekani, endapo tu, point to note, watatumia viwango vya malipo vilivyotumika katika fainali za kombe la dunia kule Qatar katika mwaka 2022. Lakini hiyo haitoshi. Maana yake kwa per diem hii kwa siku 30 za kuwapo nchini Marekani kama makadirio, kwa maana kwamba michuano inafanyika kwa mwezi mmoja, Juni 14 tumesema mpaka Julai 13. Kwa siku 30 utazidisha hii mara 30. Ukizidisha vizuri utajigundua unapata shilingi 1,606,81,730. Hizi watavuna waamuzi wote akiwemo Dahane Beida watakaochezesha michuano hii ya kombe la dunia ya klabu ya FIFA. Hiyo haitoshi. Kuna posho sasa za malipo kwa kila mechi. Mechi zinaanzia hatua ya makundi kwenda hatua ya 16 bora, robo finali, nusu finali na hatimaye finali. Ni kwa sababu michuano ina timu 32. Kutakuwa na makundi 8, kila kundi lina timu 4. Dahane Beida na waamuzi wenzake watachezesha mechi hizi kwenye hatua hizo. Sasa kwenye hatua ya makundi, group stage, kwa taratibu za FIFA zilizo za malipo katika fainali za kombe la dunia kule Qatar, natumia kama rejea, kwenye hatua ya makundi marefa wakati ambao wao malipo yao huwa ni tofauti na marefa wasaidizi, ni malipo tofauti na marefa wale wanaokuwa kwenye chumba cha VAR. Hawa wakati kwenye group stage walikuwa wakilipwa dola 3,000. Dola 3,000 za Kimarekani, dola 3,000 kwa kila mchezo wanaochezesha hatua ya makundi, ambao kwa mbadilishano wetu ule wa kuzidisha mara 2,699 na senti 13, dola 3,000 maana yake tunazungumzia sasa hapa shilingi milioni 8 za Kitanzania, milioni 8 na 97, milioni 8 na 97 na 390,000. Yes, yani milioni 8, niweke vizuri, na 97 na 390,000 kila mchezo mmoja wa hatua ya makundi. Kwa hiyo itakuwa inaingia tena mfukoni hapa. Hiyo haihusiani na ile per diem. Lakini hiyo haitoshi. Watakapoingia hatua ya mtoano, knockout stage, hatua ya 16 bora, robo finali, nusu na kuendelea, malipo kwa waamuzi wakati yataongezeka. Haitakuwa tena dola 5,000 kwa kila mechi. Kwa kuzingatia viwango vile vya Qatar ambavyo nasisitiza kila mara, ni kwamba mechi za hatua ya makundi, kila mechi mwamuzi wakati alikuwa akilipwa dola 10,000 za Kimarekani, ambazo kwa mbadilishano wetu wa fedha wa dola moja shilingi 2,699 na senti 13, unapozungumza dola 10,000, maana yake hapa inamaanisha ni shilingi za Kitanzania milioni 26, 9,926,991,300 hizi za Kitanzania. Kwa hiyo kila mechi ya hatua ya mtoano ni shilingi milioni 26 kama nilivyotoka kueleza awali. Kwa lugha nyingine sasa, waamuzi na maana kila siku iendayo kwa Mungu atakuwa kilipwa hiyo per diem katika kipindi cha mwezi mzima. Alafu kwenye mechi anazochezesha posho zaidi ya milioni 8 hatua ya makundi, zaidi ya milioni 26 hatua ya mtoano. Kwa ujumla wake mwamuzi mpaka mwisho wa michuano atakuwa na kiasi kikubwa cha fedha. Kwenye fainali za Qatar
ilionekana kwamba yule mwamuzi alichezesha mechi ya fainali Argentina na Ufaransa, ukiangalia alivyokusanya kuanzia alipotua mechi za hatua ya makundi mpaka huko, ilikadiriwa kwamba alipata dola za Kimarekani kwa malipo yote ni $300, $300 za Kimarekani, ambazo kwa badilishano wa fedha alitoka kueleza kila mara 2699 senti 13. Hapa tunazungumzia kwamba alivuna takriban shilingi milioni 809,739,039. Dahane Baida ni miongoni mwa waamuzi wenye bahati ya aina yake, kwa sababu michuano hii ya kombe la dunia ya klabu ya FIFA itamuingizia mamilioni ya fedha kama nilivyotoka kueleza, kulingana tu na idadi ya mechi atakazochezesha. Huyu ni mwamuzi ambaye CAF pia wanamtegemea, kwa sababu katika fainali zilizopita za AFCON kule nchini Ivory Coast, yeye ndiye aliyekuwa kati akichezesha mechi kati ya wenyeji Ivory Coast dhidi ya Nigeria, ambayo Ivory Coast walitoa ubingwa. Zipo mechi kadhaa kubwa hushiriki na kupata malipo makubwa, ikiwamo kwenye michuano ya Olympic kule Paris nchini Ufaransa. Yeye pia alikuwa ni miongoni mwa waamuzi 12 tu kutoka barani Afrika walioteuliwa na FIFA kwenda kuchezesha. Ni mwamuzi ambaye ana heshima kubwa FIFA, ana heshima kubwa CAF. Lakini kwa hapa Tanzania ni maumivu kwa wanamsimbazi, kwa wananchi Yanga, kutokana na kile alichokionyesha katika mechi za mwisho alizochezesha yeye. Yanga dhidi ya Mamelodi Sundowns kule Afrika Kusini, Simba dhidi ya RS Berkane tarehe 25 tu hapo New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo Tanzania walishuhudia kombe likitwaliwa na RS Berkane. Je, ana bahati ama uwezo kulingana na vigezo vya CAF na FIFA? Wewe ndo unajua. Unaweza ukacomment na kuonyesha hizo hisia zako. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kufuatilia jukwaa hili kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.